Leo tutajifunza somo linaitwa jinsi ya kuchochea moto wa maombi. Jinsi ya kuchochea moto wa maombi. Na katika somo letu tutaenda taratibu kidogo kidogo kwa kadri Roho Mtakatifu atakavyokuwa anatusaidia. Tutaenda hivyo hatua kwa hatua. Na tutakuwa tunaingia ndani kidogo kwa neno la Mungu kwa kadri Roho Mtakatifu atakavyokuwa anatusaidia. Na ni somo la muhimu kwa kila Mkristo ambaye anatamani kumtafuta Mungu kwa bidii, anatamani maisha yake ya maombi yaende viwango vingine. Kwa ni somo la muhimu sana kwa mtu huyo. Jinsi ya kuchochea moto wa maombi. Ukisoma kwenye Biblia yako na utaona vitu kadhaa. Utaona kuna aina nyingi za moto. Au utaona namna ambavyo moto wa Mungu unafanya kazi kwa namna tofauti tofauti. Narudia tena. Ukisoma kwenye Biblia yako vizuri, utaona namna ambavyo moto wa Mungu unavyofanya kazi katika namna tofauti tofauti. Na namna mojawapo au aina mojawapo ya moto wa Mungu unavyoweza kufanya kazi, unafanya kazi katika eneo la maombi. Si unaweza kuelewa hicho kitu? Moto wa Mungu unafanya kazi katika maeneo tofauti tofauti. Na eneo mojawapo ni eneo la maombi. Na ndicho tutakachoangalia hapa. Ukisoma kwenye Biblia yako utaona kuna moto ambao unashughulika na eneo tu la maombi. Utaona kuna moto ambao unashughulika na vipawa. Utaona moto ambao unashughulika na kusoma neno la Mungu. Utaona moto ambao unashughulika na upendo wako kwa Mungu. Utaona moto wa Mungu ambao unashughulika na kutoa sadaka. Hizi ni aina tofauti tofauti za moto. Ukisoma kwenye Biblia yako utaona. Lakini sisi kwenye somo letu tutaangalia tu moto wa maombi. Namna ya kuchochea huu moto wa maombi. Moto wa maombi kazi yake kuu ni nini? Kazi yake kuu ni moja. Moto wa maombi unapokuja kwa Mkristo, kazi yake ya kwanza ni kuamsha hali ya kuomba, ni kuamsha hali ya kulisoma neno la Mungu, ni kuamsha hali ya kuwa na kiu na Mungu. Ndio kazi yake. Narudia tena. Moto wa maombi katika maisha ya Mkristo ni kuamsha hali ya kuomba, ni kuamsha hali ya kusoma neno la Mungu, ni kuamsha hali ya kuishi maisha matakatifu, ni kuamsha hali ya kumtafuta Mungu kwa bidii. Huo ni moto wa maombi. Na huu moto wa maombi, Mkristo anaupokea lini? Moto wa maombi Mkristo anaupokea siku anapompokea Bwana Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na huo moto wa Mungu unakuja kukaa ndani yake. Na una mianya au una mito kadhaa wa kadhaa. Ndio maana Yesu anasema na mito ya maji itabubujika ndani yenu. Hajasema mto wa maji, mito ya maji. Biblia Kiingereza imetumia neno rivers of the living waters, manake ni mito sio moja, ni mito tofauti tofauti. Sasa tazama, huu ni moto wa Mungu umekuja kukaa katika maisha ya muamini. Lakini unapokuja kukaa katika maisha ya muamini, una mito yake. Na mto mmoja wapo ni kumfanya huyu Mkristo aliyempokea Bwana Yesu leo kuwa muombaji, kuomba, kumtafuta Mungu kwa bidii. Ndio maana tunaona siku ambapo Mkristo huyu amempokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, nini kinatokea? Kiu ya kumtafuta Mungu kwa bidii inaamka ndani yake. Pasipo kuambiwa na mtu yeyote. Anaanza kuamka usiku kuomba. Anaanza kuamka asubuhi na mapema, alfajiri na mapema kuomba. Pasipo kuambiwa na mtu yeyote. Kuna moto mwingine hapo katikati unainuka, ni moto wa ibada. Anakuja kanisani pasipo kusukumwa na mtu yeyote. Ni ule moto wa Mungu ulio ndani yake. Unafungua kiu ya ibada. Tunaanza kuona huyu mtu anakuwa mtoaji, kujitoa kanisani kufagia, kujitoa kusaidia wahitaji, anasaidia kufagia na kadhalika. Ni moto wa Mungu ambao umekaa ndani yake na umeamsha kitu ndani yake. Huu moto wa Mungu unapokuja kukaa ndani yake, ndipo tunaanza kuona maisha ya huyu mtu yanabadilika. Anaanza kuwa na kiu ya kuwaleta watu wengine kwa Yesu.
Maana ule moto una mfereji ambao kiu yake ni kuleta watu wengine kwa Yesu. Sio, unaweza kuelewa? Haleluya, haleluya. Hapa huu ni moto wa Mungu umekuja kukaa ndani ya maisha ya mtu. Na unaanza kuoperate kwenye dimension tofauti tofauti. Na unaanza kufanya kazi kwenye viwango tofauti tofauti. Na nilipokuwa najifunza kwenye Biblia jinsi moto wa Mungu unavyoweza kufanya kazi na unavyoweza kujigawa katika maeneo tofauti tofauti, nikaja nikagundua kwamba kuna vitu vingi ambavyo nilikosea au ambavyo sikufundishwa toka awali, ambavyo vingeweza kunisaidia kutembea vizuri na Mungu na kutunza moto huu. Sio, unaweza kuelewa hicho kitu? Haleluya, haleluya. Kwa hiyo nitakuonyesha kwenye maandiko. Sasa Biblia inatuonyesha mito kadhaa ya moto ambao huyu Mkristo ameupokea siku ambapo anampokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na huu moto unaanza kubadilisha maisha yake. Huu moto unaanza kubadilisha maisha yake siku mpaka siku. Sasa ngoja nikuonyeshe katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 19. Ngoja nikuonyeshe kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 19. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 19. Ni maneno mawili tu mstari huo umeandika. Neno la kwanza, msimzimishe. Neno la pili, roho. Tazama Paulo anavyoandika hapa katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 19. Neno la Bwana linasema msimzimishe roho. Maana yake ni rahisi tu. Maana yake huo moto wa Mungu mnaweza kuuzima. Huyo Roho Mtakatifu unaweza ukamzima. Lakini siku unampokea alikuwa kama moto. Lakini huo moto unaweza kuuzima. Sasa hapa siongelei ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hapa naongelea siku unampokea Bwana Yesu na Bwana Yesu amekuja kukaa ndani yako. Siongelei upako ulio juu yako, hapa naongelea upako ulio ndani yako. Sio, unaweza kuelewa hicho kitu? Kwa sababu upako ulio ndani yako unampokea siku unampokea Bwana Yesu. Na upako ulio juu yako unakuja juu yako pale siku ulipobatizwa na Roho Mtakatifu. Sasa tazama hiki kitu. Paulo anatuambia msimzimishe Roho Mtakatifu. Biblia ya Kiingereza imetumia neno kuquench. Dictionary ya Kiingereza Oxford Dictionary imetumia neno to put out. Maana yake ule moto unaweza ukauzima. Sio, unaweza kuelewa hicho kitu? Na hii ndio Wakristo wengi wamezima moto wa Roho Mtakatifu ndani yao. Wakristo wengi wamemzimisha Roho Mtakatifu ndani yao. Wengine kwa kujua, wengine kwa kutokujua. Ndio maana Paulo hapa anawaandikia Wathesalonike, anawaambia kwamba msimzimishe Roho Mtakatifu. Maana yake huyu Roho anaweza kuzimishwa. Na nilikuwa sifahamu, kwa sababu nilikuwa sifahamu hiki kitu na kila siku nilikuwa nasoma mstari huu. Lakini nilikuwa sifahamu namna ambavyo huyu Roho Mtakatifu tunaweza tukamzimisha. Na namna ambavyo huyu Roho Mtakatifu tunaweza tukamfanya akawa active ndani yetu. Ni darasa ambalo kila Mkristo anatakiwa ajifunze. Na nilipokuwa naendelea mbele kujifunza, nikanashangaa vitu ambavyo neno la Mungu linatufundisha habari za Roho Mtakatifu. Neno la Mungu linavyokuwa linatufundisha kuhusu moto wa Mungu. Lakini somo letu liko hapa kuchochea moto wa maombi ndani yako. Je, moto wa Mungu unaweza kuchochewa ndani yako? Ndio, tutaona. Kitu chochote ambacho Mungu amewekeza ndani yetu kinaweza kuchochewa na kikawa active, kisiwe dormant. Ndio maana unaweza kutazama watu wengi, Wakristo wengi, ndani yao Mungu amewapa vipawa lakini viko dormant, haviko active. Kwa nini? Walizimisha hivyo vipawa wenyewe. Ndio maana unashangaa mtu anakuambia, mtumishi, zamani kwa naona maono, zamani kwa naweza kuomba muda mrefu, lakini sasa siwezi tena. Kwa nini? Amezimisha ule moto mwenyewe. Tutakuja kuangalia kwenye somo letu namna gani ambavyo Mkristo anaweza kazimisha moto wa maombi ndani yake. Ngoja nikuonyeshe kitu kimoja. Hapa ukisoma Biblia yako utaweza kuona kila vitu ambavyo nimevitaja, mfano kusoma neno la Mungu,
unaweza ukachochea kusoma neno la Mungu. Unaweza ukachochea kuomba. Unaweza ukachochea karama zilizo ndani yako na kadhalika. Sasa ngoja nikuonyeshe hapa kwenye maandiko. Nikuonyeshe hapa kwenye maandiko kitabu cha Timotheo wa pili. Kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 6. Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 6, neno la Mungu linasema, kwa sababu hiyo na kukumbusha uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Sasa tazama hapa Paulo anamwambia Timotheo aichochee karama iliyo ndani yake. Sasa hajaishia tu kusema karama, bali amesema karama ya Mungu iliyo ndani yako. Anasema uichochee. Kwa maana yake tunagundua kwamba vipawa vilivyo ndani yetu vinaweza kuchochewa. Na tendo la kuchochea liko kwenye viwango tofauti tofauti. Na mfano kwenye eneo la maombi, hasa moto wa maombi, unachochewa kila siku. Takuonyesha kwenye maandiko hapa. Lakini Paulo anatuambia sasa, anamwambia Timotheo kwamba usiache kuchochea hiyo karama iliyo ndani yako. Hiyo namba 1. Namba 2, kitabu cha Kutoka. Kwa tuangalie kitabu cha Kutoka. Tuangalie kitu kingine ambacho unaweza kuchochea. Kitabu cha Kutoka 35 mstari wa 21 mpaka 22. Kitabu cha Kutoka 35. Kitabu cha Kutoka 35 mstari wa 21 mpaka 22. Neno la Bwana linasema, wakaja kila mtu ambaye moyo wake ulimhimiza na kila mtu ambaye roho yake ilimfanya kuwa apenda, na wakaleta sadaka za kumpa Bwana kwa kazi ya hema ya kukutania. Tazama hiki kitu. Wakaja kila mtu ambaye moyo wake ulimhimiza. Ukisoma Biblia, neno na Biblia habari njema imetumia neno tofauti tofauti, lakini tazama walipokuwa wanaenda kutoa sadaka kwa ajili ya hema, Biblia inasema na walihimizwa ndani ya mioyo yao. Maana kuna kitu ambao moto uliwaka ndani yao, kuna kitu ambacho kilichochea ndani yao, kuna mwako ambao ulitokea ndani yao, ambao huu mwako ulifanya nini? Ulifanya waweze kutoa kwa moyo wa kupenda. Unaweza kuelewa hicho kitu? Kuna moto ambao unaweza kukaa ndani yako na ukaona kusukuma tu kutoa. Ukaona kusukuma tu kusaidia wahitaji. Ukaona kusukuma tu kusaidia maskini. Moto ukaona haka ndani yako kutoa sadaka. Hiyo ni level nyingine. Na huo moto unaweza ukauzima na ukakaa kimya. Unaweza kuelewa hicho kitu? Narudia tena. Moto wa kutoa sadaka au moto wa kusaidia wahitaji unaweza ukauzima na ukazimika na ukakaa kimya. Lakini hapa tunaona katika kitabu cha Kutoka 35 mstari wa 21, hawa watu moyo wake ulimuhimiza kila mmoja, maana roho ilimuhimiza kila mmoja kutoa. Lakini kitu kingine tunaweza kuona katika kitabu cha Zaburi 42. Kwa tuangalie kitabu cha Zaburi 42 mstari wa 1 na wa 2. Neno la Bwana linasema, kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, e Mungu. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lini nitakapokuja nionekane mbele zako za Mungu? Sasa hapa anachoongelea kiu, na hii kiu imeletwa na Roho Mtakatifu ndani yake, moto wa Mungu ndani yake. Na hiki kitu kinaweza kikazimwa pia. Kinaweza kikachochewa na kikazimwa pia. Unaweza kuelewa hicho kitu? Kila unachokiona katika maisha ya Mkristo, hasa Mkristo mchanga. Wakristo wengi wachanga walipokuja pa kanisani walikuja na moto kweli kweli. Lakini njia mojawapo ya ule moto ambao ulikuwa ndani yao ulizimwa na wale watu waliokuwa makanisani. Moto mwingine ulizimwa kwa maneno. Baada ya mtu kuwa anajitoa kanisani, halafu waliokuwa hapo wanasema anajipendekeza, na ule moto uliokuwa ndani yake ulikuwa unamsukuma kufanya hicho kitu, ukazima, ukanyamaza kimya. Kuna
Kuna mwingine moto wa kutoa sadaka ulikuwa ndani yake, na alipokuja kanisani aliowakuta anajipendekeza kwa mchungaji, ule moto ulikuwa ndani yake ukazima. Kuna wengine walikuwa wanakuja kanisani kwenye maombi, wanafunga na kuomba, wanafunga na kuomba, wanafunga na kuomba, wakaambiwa maneno ya kukatisha tamaa, na ule moto uliokuwa ndani yao ukazima, ukanyamaza kimya. Kuna wengine walikuja kanisani na moto wa kuimba kwaya, na wakaanza kumtumikia Mungu akiwa naimba kwaya, na ghafla vinywa vya watu vikafunguliwa, wakaambiwa maneno ya kuumiza moyo, na ule moto wa kuimba ukazima. Kuna wengine walikuwa na vipawa tofauti tofauti vya kuombea wagonjwa na kadhalika, wakaambiwa maneno mabaya ya kuvunja moyo, na ghafla ule moto ukazima na haujawaka tena. Maana kuna njia nyingi za kuzima moto huu. Ndio maana lazima tujifunze namna ya kukaa kwenye sehemu ambapo hatutaruhusu mtu yeyote aweze kuzima moto wa Mungu ambao Mungu ameweka ndani yetu. Ni lazima tujifunze namna kutunza moto wa Mungu ambao Mungu ameweka ndani yetu, kutunza kwa gharama yoyote ile. Haijalishi maneno gani watatuambia, moto wa Mungu uliowekwa ndani yetu na Jehova hautazimwa. Tutamtumikia Mungu asubuhi, tutamtumikia Mungu mchana na jioni, pasipo kukata tamaa, na huo moto wa Mungu ukiwaka pasipo kuzima. Tutaomba watu wakisema, kwa sababu kuna wakati mwingine unashangaa mtu Mungu ameweka moto wa maombi ndani yake, na ameomba mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwaka mzima hajaona matokeo ya maombi yake, na mpagani anamwambia, wewe toka uokoke, mbona maisha yako hayabadiliki? Tazama sisi ambao tuendi kanisani tuna magari, tuna 1, 2, 3, 4. Wewe kila siku unasali, unafunga, na tuone maisha yako yakibadilika. Hata maneno hayo hawezi kuzima moto wa Mungu ndani yetu, kwa maana tumeamua kumfuata Jehova kwa gharama yoyote ile. Kwa kuna watu ambao moto wa Mungu umezimwa kwa maneno na kukatishwa tamaa. Sio naweza kuelewa hicho kitu. Kuna watu moto wa Mungu ameweka ndani yao umezimwa kwa maneno ya watu. Ndio maana shetani akikuangalia namna hii, anatazama ni kitu gani ambacho Mungu ameweka ndani yako. Ni moto gani ambao Mungu ameweka ndani yako? Kwa sababu shetani hawezi kufanya chochote kwenye maisha yako, hawezi kuharibu maisha yako pasipo kuzima huo moto wa Mungu ulio ndani yako. Ili shetani aweze kupata access ya kuharibu maisha yako, lazima apate access ya kuzima huo moto wa Mungu ndani yako. Akishindwa kuzima huo moto wa Mungu ndani yako, hawezi kufanya chochote kwenye maisha yako. Ndio maana kitu cha kwanza kwa Mkristo, shetani anapokuja kwa Mkristo, cha kwanza ni kujipanga na kuzima huo moto wa Mungu ambao uko ndani yake. Na tumesema kuna moto wa Mungu wa aina tofauti tofauti katika maisha ya mwanadamu. Na moto ambao ni hatari kuliko unavyoweza kufikiri ni moto wa maombi. Na huu ndio shetani anautafuta kwenye maisha wa Kristo kuliko kitu kingine chochote. Sio unaweza kuelewa hicho kitu? Moto ambao ni hatari kwa adui ni moto wa maombi. Moto wa neno la Mungu. Moto ambao unakusukuma kusoma neno la Mungu. Moto ambao unakusukuma kuomba. Hakuna vitu ambavyo vinamchanganya adui kama hivyo. Ndio maana akija kwenye maisha yako, akitaka kuharibu maisha yako, akitaka kuharibu huduma yako, lazima cha kwanza hakikishe ameharibu moto wa maombi umezimika. Akiweza kuzima moto wa maombi, jua amekumaliza. Ulikuwa unaamka saa 8 usiku kuomba, ulikuwa unaamka asubuhi kila siku kuomba, ilikuwa ipiti wiki umefunga mara moja, umefunga mara 2, lakini sasa huwezi tena. Kwa nini? Kwa sababu shetani anakuotea taratibu kuzima ule moto wa maombi ndani yako, ili hatua nyingine ifuate. Na shetani ni mvumilivu, huwa hafanyi vitu haraka haraka, anaenda hatua kwa hatua, na anaenda taratibu taratibu. Ndio maana moto wa maombi huwa hauzimiki ghafla. Moto wa maombi huwa unazimika taratibu, siku kwa siku, mwezi kwa mwezi, na mwaka kwa mwaka, na mwisho huyo mtu anakuwa baridi kama maji ambayo yamewekwa kwenye firiji. Sio unaweza kuelewa hicho kitu? Kwa anaenda hatua kwa hatua, na plan kwa plan. Ana mipango ya muda mrefu na ana mipango ya muda mfupi, lakini cha kwanza lazima ahakikishe
moto wa maombi ambao uko ndani yako umezimwa. Ndio maana kwenye maisha ya Mkristo yoyote lazima atambue kutunza moto wa Mungu ulio ndani yake kuliko kitu kingine chochote. Ndio maana Sulemani akasema, linda sana moyo wako kuliko vyote vilindavyo, kwa maana ndani ya moyo wako ndiko zinakotoka chemichemi za uzima. Ndio maana Yesu anasema, na ndani yenu itatoka mito ya maji ya uzima. Maana ndani yenu kuna moto ambao unawaka usiku na mchana, ambao huo hautakiwi kuzimwa. Piga ua au iweje, huo moto ambao uko ndani yetu hautakiwi kuzimika kwa gharama yoyote. Tukiwa na furaha tutaomba, tukiwa na huzuni tutaomba, chakula kikiwepo mezani tutaomba, hata chakula kisipokuwa mezani tutaomba. Tusikubali huo moto wa maombi ambao Mungu ameweka ndani yetu ukazimwa kwa gharama yoyote ile. Ngoja nikwambie hiki kitu. Moto wa maombi ukizimika, au moto wa Mungu ukizimika kwenye maisha yako, ni gharama kubwa sana kurejesha uwake kama zamani. Ndio maana kuna watu wengi wameshindwa kujifanya kama walivyokuwa zamani, kwa sababu hawafahamu namna gani ya kufanya ili huo moto uliokuwa na waka zamani wa kufunga na kuomba, huo moto uliokuwa unamwamsha saa 8 za usiku kuomba, huo moto ulikuwa unamwamsha asubuhi kuomba, huo moto wa Mungu ulikuwa unamfanya akae kwenye maombi masaa na masaa kuomba, huo moto umezima. Kwa sababu huwezi ukakaa sala kwanza, sala pili, sala tatu, sala 4, la 5, la 6, la 7 ukiomba pasipo moto wa Mungu, haiwezekani. Ni moto wa Mungu ndio unaweza kutufanya tukae magotini masaa na masaa tukiomba. Ni moto wa Mungu ndio unaotu discipline na kutuambia simu weka pembeni, mtafute Jehova tu. Hata kama wengine wanapiga simu wakutoe kwenye focus, moto wa Mungu unakuambia align kwenye focus. Endelea kufocus, usitazame kitu kingine chochote. Ni moto wa Mungu. Ni moto wa Mungu. Kwa hiyo kuonyesha hapa vitu kadhaa uweze kuelewa hiki kitu. Oh, hallelujah. Omba asubuhi, omba saa 6, omba hata jioni, omba Mungu, omba asubuhi, omba saa 6, omba hata jioni. Kwa nikuonyeshe kitu kimoja uweze kuona hapo. Siku moja Yesu akawa anaongea kitu katika kitabu cha Mathayo 24. Akawa anaongea hiki kitu, anasema mambo yatakayotokea katika siku za mwisho. Na kitu kimoja wapo ambao Yesu alikisema na kina Paulo alisema na Yohana aliandika kwa kitabu cha Ufunuo kitakachotokea siku za mwisho ni upendo wa wengi kupoa. Maana yake upendo unaweza ukachochewa au upendo ukapozwa. Upendo wa namna gani? Upendo wa aina mbili. Upendo wako kwa Mungu na upendo wako kwa watu. Upendo wako kwa watu unaweza ukapoa na upendo wako kwa Mungu unaweza ukapoa. Lakini Yesu anatabiri sasa na hizo siku za mwisho upendo wa wengi utapoa kwa Mungu na kwa wanadamu pia. Kwa tatizo sio moto wa Mungu. Tatizo sio Mungu. Tatizo ni neema ya kutunza moto ambao Mungu ametupatia. Ndio maana siku zote wanasema jambo hili. Unapokuwa mbele za Mungu, mwambie Mungu, ninaomba neema ya kutunza moto wa maombi ambao umeweka ndani yangu. Ni utunze na huo moto wa maombi usije kuzimika hata siku moja. Ukiwa kwenye maombi yako kila siku, mwambie jambo hilo. Bwana Yesu, moto wa maombi ambao umeuweka ndani yangu, moto wa maombi ambao umeuwasha ndani yangu, usije kuzimika hata siku moja. Bwana Yesu, ule moto wa kukupenda wewe uwake siku zote, usije kuzimika hata siku moja. Bwana Yesu, ule moto wa ibada ambao umeuweka ndani yangu, usije kuzimika hata siku moja.
uwake siku zote. Bwana Yesu, huo moto wa kusoma neno lako usiku na mchana ulioweka ndani yangu usije ukazima hata siku moja. Nikalisome neno lako kila siku, na utaona Mungu wa mbinguni akikutendea. Kwa hiyo kuonyesha katika kitabu cha mambo ya Walawi hapa. Kwa hiyo kuonyesha kitabu cha mambo ya Walawi sura ya 6. Kitabu cha mambo ya Walawi sura ya 6 mstari wa 12 mpaka 13. Kitabu cha mambo ya Walawi sura ya 6 mstari wa 12 mpaka 13. Tazama neno la Bwana linachosema. Mambo ya Walawi sura ya 6 mstari wa 12 mpaka 13. Neno la Bwana linasema, na huo moto ulio madhabahuni atautunza wake daima. Oh, haleluya. Na huo moto ulio madhabahuni atautunza uwake daima juu yake, usizimike. Ngoja nirudie tena na tena na tena na tena na tena na tena na tena maneno haya. Tazama kitabu cha mambo ya Walawi sura ya 6 mstari wa 12. Neno la Bwana linasema, na huo moto ulio madhabahuni atautunza uwake daima juu yake, usizimike. Naye kuhani atateketeza kuni katika moto huo kila siku asubuhi. Tazama hiki kitu. Huo moto uliowekwa madhabahuni hautakiwi kuzima. Huo moto uliowekwa madhabahuni unatakiwa utunzwe siku zote. Na kazi moja ya kuhani ni nini? Ni kuweka kuni katika madhabahu hiyo ili ule moto wa Mungu uendelee kuwaka siku zote. Tazama Biblia inachosema hapa. Na kila siku asubuhi huyo kuhani aweke kuni katika moto huo uweze kuwaka siku zote. Kwa muombaji anaweza kuelewa, mtu anapoongelea kila siku asubuhi aweke kuni katika moto huo ili uendelee kuwaka. Kwa lugha ya leo tunaweza tukasema, na kila siku asubuhi muombaji aamke kuomba, kuchochea huo moto ulio ndani yake ili usiweze kuzima siku zote. Unaweza kuelewa hicho kitu? Na ndio kazi ya kuhani hapa tunachoona katika kitabu cha mambo ya Walawi sura ya 6 mstari wa 12. Na huo moto ulio madhabahuni atautunza uwake daima juu yake. Kazi ya kuhani ni kutunza huo moto uwake daima. Hii ndio kazi ya Mkristo, kutunza huo moto ambao Mungu ameweka ndani yako uwake daima, kwa sababu wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na ndani yako kuna madhabahu ambayo imeweka. Acha hii, ndani ya moyo wako kuna madhabahu ambayo iko ndani yako. Na hii madhabahu iliyo ndani yako, madhabahu maana yake ni nini? Ni sehemu ambayo Mungu na mwanadamu wanapokutana. Sasa tazama hiki kitu. Mungu alivyomuumba mwanadamu, amemuumba mwanadamu kama hekalu hili, na ndani yake akaweka madhabahu. Na katika ile madhabahu ni sehemu ya watu wawili wanaopendana wanakutana, kati ya Mungu na mwanadamu. Na hapo ndipo moto unawaka siku zote. Sasa tazama kazi ya kuhani ni nini? Biblia inasema hivi, na kazi ya kuhani autunze moto huu ambao unawaka kwenye madhabahu usije ukazima. Aweke kuni kila siku asubuhi ili moto huu usije ukazima. Maana huyu Mkristo kila siku asubuhi lazima amke asubuhi na mapema, kama jinsi Yesu alivyokuwa anafanya, kumtafuta Jehova. Unapokuwa unaomba, maana unachochea moto wa maombi ndani yako. Na pasipo kuchochea moto wa maombi ndani yako, nini kinatokea? Huo moto utazima. Kwa hiyo tuangalie, tuendelee tuone anachosema hapa. Anaendelea kusema, na huo moto ulio madhabahuni atautunza uwake daima juu yake, usizimike. Naye kuhani atateketeza kuni katika moto huo kila siku asubuhi, na ataipanga sadaka ya kuteketeza juu yake, na atateketeza mafuta ya sadaka za amani juu yake. Mstari wa 13, moto utatunzwa uwake juu ya madhabahu daima, usizimike. Kwa maana yake huo moto ambao uko ndani yetu, Biblia inatuambia huo moto unatakiwa utunzwe daima na usizimike. Hiki ni kitu ambacho sikufundishwa nikiwa mdogo.
kwamba huo moto wa Mungu ambao Mungu ameweka ndani yako, huo moto wa Mungu uliowasha siku unampokea Bwana Yesu, huo moto wa Mungu unatakiwa uwake siku zote na usizimike. Na huo moto wa Mungu ambao Mungu amewasha ndani yako, kila siku asubuhi unatakiwa uchochewe kwa kuwekewa kikuni. Kuni ni maombi, moto ni ujazo wa Roho Mtakatifu, moto ni Roho Mtakatifu mwenyewe, moto ni maombi. Bwana Yesu, kila siku asubuhi nitamka na kuweka kuni kwenye madhabahu yako kila siku asubuhi. Mungu wangu, kila siku asubuhi nitakapoamka, kabla sijafanya mambo mengine yoyote, utaisikia sauti yangu, utaisikia sauti yangu, utaisikia sauti yangu. Ndio maana tunaona Biblia inasema hivi, na Yesu mara kwa mara, Biblia inasema na alfajiri na mapema, Yesu alikuwa akiamka akitafuta mahali pasipokuwa na watu, akijitenga, akikaa faragani kuomba. Je, wewe asubuhi na mapema ukiamka unaanza na nini? Je, unaanza na Mungu wako au unaanza na simu yako? Mpendwa, asubuhi ukiamka usianze na simu yako. Asubuhi ukiamka anza na Mungu wako. Huyo Jehova akawe namba moja kwenye maisha yako. Simu yako isiwe namba moja kwenye maisha yako. Biashara yako isiwe namba moja kwenye maisha yako. Watoto wako isiwe namba moja kwenye maisha yako. Mali isiwe namba moja kwenye maisha yako. Bali Jehova akawe namba moja kwenye maisha yako. Maana asubuhi na mapema ukiamka, nitaanza na Bwana, nitaanza na Bwana, nitaanza na Bwana, nitaanza na Bwana. Jehova, asubuhi na mapema nitakupa kipaumbele. Kipaumbele changu asubuhi sio mali, sio biashara, sio watoto. Asubuhi Jehova nikiamka, kipaumbele changu ni wewe. Kipaumbele changu ni wewe. Ndicho ambacho makuhani wameambiwa hapa. Asubuhi kuhani akiamka asubuhi na mapema, jambo la kwanza ni kwenda hekaluni na kuchukua hizo kuni na kwenda kuchochea moto ambao umeweka kwenye madhabahu. Ili moto ulio madhabahuni usiyokazima. Manake ukizima huo moto, nini kinatokea? Sisimizi wanaenda kukaa kwenye zile kuni, kwenye yale majivu. Ule moto ukizima, nini kinatokea? Hata nyoka na wadudu waharibuo wataenda kukaa, kwa sababu hamna moto. Palipo na moto, nyoka hawezi kukaa. Palipo na moto, nge hawezi kukaa. Palipo na moto, hata sisimizi hawezi kukaa. Palipo na moto, hata nzi hawezi kutua. Maana yake ni nini? Moto wa Mungu ukiendelea kuwaka ndani yetu, nyoka haziwezi kukaa, roho chafu haziwezi kukaa, mpangaji wa aina yoyote hawezi kukaa ndani yetu, iwapo huo moto wa Mungu utawaka siku zote kwenye maisha yetu. Kwa hiyo nikuonyeshe kitu. Kwa nini Mkristo aliyeokoka unakuta ndani yake kuna wapangaji wamekaa, roho chafu na nguvu za giza zimekaa kwenye moyo wake? Kwa nini? Ule moto umezima. Na kwa sababu moto umezima, ndio maana vitu ambavyo viharibuvyo vimeenda kukaa ndani yake. Kuna mikoa ambayo ukienda wanatengeneza tofali za kuchoma, na zile tofali ukizichoma na ule zikachoma kwa muda mrefu, na ule moto ukazima kabisa 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 kabisa, utashangaa nyoka wanaenda kukaa kwenye tanuru hilo, nyasi zinaota kwenye tanuru hilo, magugu yanaota kwenye tanuru hilo. Lakini iwapo moto wa Mungu utawaka ndani ya mtu, magugu hayawezi kuwaka, hayawezi kuota ndani ya moyo wa mtu. Lakini ukiona magugu yameota ndani ya mtu, jua moto umezimika, moto umepoa, moto umepoa. Kwa nini tuna hofu na mashaka juu ya future? Kwa sababu moto ndani yetu umepoa. Kwa sababu moto ndani yetu umepoa. Kwa nini tuwezi kusoma Biblia kama zamani tunaokoka? Kwa sababu moto ndani yetu umepoa. Kwa nini tuwezi kukaa muda mrefu kwenye maombi kama zamani tulivyokuwa tunakaa? Kwa sababu moto wa maombi umepoa. Kwa sababu moto wa maombi umepoa. Hata tukijaribu tunapiga miayo tu. Hata tukijaribu simu zinaita, tunaacha kuomba, tunaenda kusikiliza simu. Kwa nini? Hatujajifunza kuchochea moto ulio kwenye madhabahu yetu kila siku. Hallelujah, hallelujah. Kwa hiyo nikuonyeshe kitu. Nikuonyeshe vitu kadhaa vinavyoweza kuzima moto wa maombi ndani yako.
nikuonyeshe vitu kadhaa ambavyo vinaweza kuzima moto wa Mungu ndani yako au moto wa maombi ndani yako. Vitu gani ambavyo vinaweza vikazima moto wa maombi ndani yako? Jambo la kwanza ni dhambi ya makusudi au dhambi isiyotubiwa. Hiki kitu nimejifunza kwenye neno la Mungu, nimejifunza kwa watu ambao nawahudumia, nimejifunza kwangu mwenyewe. Kitu ambacho kinaweza kukuzima moto wa maombi ndani yako ni dhambi ya makusudi au dhambi isiyotubiwa na kuendelea kuishi katika uovu. Hiki ni jambo la kwanza ambalo linaweza likazima moto wa maombi ndani yako au moto wa Mungu ndani yako. Maana yake unakuta tunafanya kitu na tunajua kabisa hiki hakimpendezi Roho Mtakatifu. Tunafanya kitu kwa makusudi, tunajua kabisa jambo hili linamhuzunisha Roho Mtakatifu na tunafanya. Unajua kabisa tumekosea mahali fulani na tumemhuzunisha Roho Mtakatifu mahali fulani, lakini hatutaki kwenda mbele zake tukatubu, tukaungama, tukalia tukimwambia Roho Mtakatifu nisamehe, Roho Mtakatifu nisamehe. Tuna ignore. Na wakati mwingine Roho Mtakatifu anatuambia kwamba mpendwa, rafiki yangu mzuri, mwanangu mzuri, umekosea hapa. Hautaki hata kuonyeka. Hata kama watumishi wakikwambia umekosea hapa, hautaki kujirekebisha, hautaki kusikiliza. Wewe unajiona uko kwenye haki siku zote. Hicho kitu kinazima moto wa Mungu ndani yako. Kwa kila siku jioni kabla hujalala, jitafakari ni wapi ambapo umemhuzunisha Roho Mtakatifu kwa siku hiyo. Je, kuna jambo lolote ambalo ulifanya halikumpendeza yeye? Yaweza kuwa umefanya kwa kujua au kwa kutokujua. Yaweza kuwa umefanya kwa kulazimishwa au kwa hiari. Mwambie Roho Mtakatifu nisamehe, Mungu wangu nisamehe. Usilale kabla hujatengeneza na yeye. Kwa sababu ukilala kabla hujatengeneza na yeye, unazima huo moto wa maombi ndani yako. Jifunze kutengeneza mahusiano yako na Jehova kila siku. Kwa hiyo kuonyesha katika kitabu cha Isaya 59 hapa. Kitabu cha Isaya 59 mstari wa 2. Tazama hiki kitu, kitabu cha Isaya 59 mstari wa 2. Neno la Bwana linasema, lakini maovu yenu yamewafarakisha au yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Tazama hicho kitu. Kwa hiyo maovu yanatufarakanisha sisi na Mungu. Dhambi inaharibu uhusiano wetu sisi na Mungu. Na katika maisha ya Mkristo hakuna kitu chochote cha kulinda kama uhusiano wako na Mungu. Ni bora upoteze mali na kila kitu, lakini usiharibu uhusiano wako na Mungu. Ndio maana tunaona Isaya anatuambia, na maovu yenu, dhambi zenu zimewafarakanisha na nani? Na Mungu. Lakini anaendelea mbele hapa anasema, tazama hiki kitu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone. Kwa maana yake dhambi na tabia moja ya kuficha uso wa Mungu tusiuone. Dhambi na tabia moja ya kunyonya ile shauku ya kumtafuta Mungu. Dhambi na tabia moja ya kukufanya uwe mbali na Mungu. Na ndicho kilichomtokea Adam na mke wake. Walipotenda dhambi, nini kilitokea? Dhambi iliwafanya wamkimbie Mungu. Lakini Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako, Roho Mtakatifu akufanya umkimbie Mungu. Roho Mtakatifu anakufanya umkimbilie Mungu. Hata pale unapokosea, Roho Mtakatifu akufanya umkimbie Mungu. Roho Mtakatifu anakufanya umkimbilie Mungu. Tazama wakina Adam na mke wake walichofanya. Walipokosea, badala ya kumkimbilia Mungu, walimkimbia Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ya maovu yao. Ndio maana Biblia inasema, na dhambi zenu zimeuficha uso wangu. Maana yake ndizo zinasababisha msinione. Ndizo zinasababisha msiuone uwepo wangu. Kwa nini? Mioyo yetu haiko sawa sawa. Na wakati mwingine kwa vitu ambavyo tumefanya kwa makusudi. Wakati mwingine kwa vitu ambavyo Roho Mtakatifu ametusemesha na tena. Na hatukutaka kumsikiliza. Nini kinatokea? Unashangaa ule moto unapoa siku hata siku ndani yako. Anaendelea kusema,
hata hataki kusikia tena. Hataki kusikia tena. Hataki kusikia tena. Kwa hiyo dhambi isiyotubiwa, dhambi ya makusudi, ni jambo la kwanza ambalo linalofanya huo moto wa Mungu uzime siku hata siku. Jambo la pili, kitu cha pili ambacho kinachoweza kufanya moto wa maombi au moto wa Mungu uzime ndani yako ni kutokumtii Roho Mtakatifu na neno lake. Hiki ni kitu cha muhimu sana. Jambo la pili ambalo linaweza kufanya huo moto wa maombi uzimike ndani yako ni kutokumtii Roho Mtakatifu na kutokulitii neno lake. Roho Mtakatifu yuko very sensitive kuliko unavyoweza kufikiri. Na kitu ambacho anachotaka sisi kutoka kwetu ni kumtii yeye. Ni kumtii yeye. Kuitii sauti yake, kutii maagizo yake, kutii neno lake, kutii sheria yake. Ndicho Roho Mtakatifu anachotaka kutoka kwetu. Na tusipotii, tunakuwa tuna uzima, tunamzimisha ndani yetu kwa kutokumtii. Kwa sababu ametuambia mara kwanza, ametuambia mara pili, ametuambia mara tatu, na hatujataka kumsikiliza. Nini kinatokea? Anarudi nyuma, anakaa, anakuacha. Na wakati mwingine anaweza kukuacha ukaenda mwenyewe na mwisho ukaanguka. Nitoa ushuhuda miaka fulani. Kuna mpendo mmoja alinishuhudia ushuhuda wake. Alikuwa anaenda mahali fulani. Na alipokuwa anaenda mahali fulani, na sauti ya Roho Mtakatifu ikamwambia usiende, usiende, usiende. Hakuitii ile sauti kwa sababu yule mtu aliyekuwa anamuendea ni mtu ambaye wanaheshimiana sana. Na akawa akifikiri, nisipoenda huyu mtu ambaye tunaheshimiana sana atanionaje? Kwa akataka amfurahishe yule mtu ambaye wanaheshimiana kuliko kumfurahisha Jehova. Na ile sauti ikanamwambia usiende, 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 usiende. Lakini sauti nyingine akamwambia nenda, 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 nenda. Lakini yeye akaitii ile sauti ambayo ilikuwa inamwambia nenda, nenda, nenda. Na aende ili kutokumkwaza yule mtu mpendo wake wanaheshimiana. Na nini kilitokea? Njiani yule mpendwa akapata ajali, akaumia vibaya sana. Kipindi anaenda hospitalini analia, akawa anajiraumu ndani ya moyo wake. Kama ningemtii Roho Mtakatifu, kama ningemtii Roho Mtakatifu, yaweza kuwa haya majanga yasingenitokea. Yaweza kuwa haya majanga yasingenitokea. Kwa Roho Mtakatifu aliposema na kusema na kusema, alipoona huyu mtu atii, Roho Mtakatifu akakaa pembeni, akamwacha. Akaanza kumwangalia tu. Kwa nini? Roho ya ukaidi ndani yetu, roho ya kutokuitii sauti ya Mungu inazima moto wa Mungu ndani yetu. Roho ya ukaidi ndani yetu ya kiburi ya kutokutii, kutokusikia, kutokuitii sauti ya Mungu inazima moto wa maombi ndani yetu. Nikupe mfano mwingine, roho ya kutokutii. Roho Mtakatifu anakuamsha usiku uombe na hutaki kutii. Nini kinachotokea? Unaizima hiyo sauti ndani yako na unauzima huo moto wa Roho Mtakatifu ndani yako. Ndio maana ukashangaa mtu mwingine anakuambia, mtumishi, zamani nilikuwa naamshwa saa 8 za usiku kuomba, lakini sasa siamshwi tena. Kwa nini? Inaweza kuwa wakati mwingine alikuwa anaamshwa na hatii, mwisho hiyo sauti ikanyamaza. Mwisho huo moto ulikuwa unamwamsha usiku wa 8 ukanyamaza kimya. Roho Mtakatifu anaposema na sisi, tujifunze kumtii Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anatakiwa awe namba moja kwa maisha yetu kuliko kitu kingine chochote. Ukitaka utunze moto wa Mungu kwa maisha yako, jifunze kumtii Mungu kwenye maisha yako. Narudia tena. Ukitaka kutunza uwepo wa Mungu ndani yako, ukitaka utunze moto wa Mungu ndani yako, ukitaka utunze uwepo wa Mungu kwenye maisha yako, mtii yeye siku zote. Jifunze kumtii Roho Mtakatifu siku zote. Sisi ni wazuri kuwaheshimu wanadamu, lakini sio wazuri kumheshimu Roho Mtakatifu. Wakati mwingine wanadamu akisema, tunamheshimu wanadamu kuliko kuheshimu sauti ya Roho Mtakatifu, au tunakuwa wazuri kuheshimu sauti ya wanadamu kusipo kuheshimu neno la Mungu. Tunatakiwa tuwe wazuri kuheshimu kile ambacho Mungu amesema kwenye neno lake kuliko wanadamu walichosema kwenye neno lake. Ngoja nikwambie jambo hili. Ukikutana na jambo lolote kwenye maisha yako, jambo lolote
au unataka kuamua jambo lolote kwenye maisha yako, akili yako inakuambia jambo hili ni sahihi na inakuonyesha faida ya kufuata hiki. Lakini ukiangalia neno la Mungu linasemaje juu ya akili yako inachokuambia, unaona neno la Mungu linakataa. Wakati mwingine unaona akili yako au wanadamu wanakushauri fanya hiki, na unaona ukifuata hiyo njia utapata matokeo mazuri kwa wakati huo, lakini neno la Mungu linakataa. Usitii hiki ambacho wanadamu wanakuambia, usitii hiki ambacho mwili unakuambia, tii ambacho neno la Mungu linakuambia, tii ambacho Roho Mtakatifu anakuambia. Hiki utapata faida kwa wakati mchache, lakini hakitadumu. Hiki utapata changamoto kwa muda mchache, lakini matokeo yake yatadumu. Na sisi mambo mengi mabaya yametukuta kwenye maisha yetu, na leo tunajutia kwa sababu tulichagua njia hii, tuliacha kuchagua njia hii ya Roho Mtakatifu. Na leo tunajuta kwa maamuzi mabaya ambayo tumewahi kuchukua. Kwa nikwambia jambo hili, mambo mengi tunayopitia leo ni kwa sababu ya maamuzi mabaya ambayo tumewahi kuchukua. Dunia hii imefika hapa leo ilipo kwa sababu ya maamuzi mabaya ambao watu fulani wamewahi kuchukua. Hawakutaka kusikiliza ushauri wa Mungu unasema nini. Hawakutaka kusikiliza neno la Mungu linasema nini. Walitaka kusikiliza hisia zao zinasema nini. Walitaka waone matokeo ya haraka, na mwisho dunia leo inajuta kwa watu fulani kuamua mambo mabaya. Kuna watoto leo wanajutia kwenye maisha yao kwa sababu wazazi wao kuna wakati fulani waliamua vibaya, walifanya maamuzi mabaya pasipo kusikiliza sauti ya Mungu, pasipo kusikiliza neno la Mungu. Tukitaka tusije tukajuta sisi pamoja na uzao wetu, lazima tujifunze kuisikiliza sauti ya Mungu kwenye maisha yetu. Hata kama dunia itasimama iseme pita njia hii, kama Mungu amesema usipite njia hii, usipite. Hata kama njaa itakwambia fanya biashara hii, kama Mungu amesema usifanye biashara hiyo, usifanye, mtii yeye. Na utaweza kuona moto wa Mungu ukiendelea kuwaka kwenye maisha yako. Na utaendelea kuona moto wa maombi ukiendelea kuwaka kwenye maisha yako. Na utaendelea kuona uwepo wa Mungu ukiwa halisi kwenye maisha yako. Ngoja tusome Matendo ya Mitume sura ya 7. Omba asubuhi, omba saa sita, omba hata jioni. Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 51. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 51, neno la Mungu linasema, enyi wenye shingo ngumu, msiotahiriwa mioyo wala masikio, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu, kama baba zenu walivyofanya, na ninyi hivyo hivyo. Sasa tazama hapa, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu. Maana tunapokuwa tunampinga Roho Mtakatifu, maana yake nini? Tunazima moto wa Mungu ndani yetu. Siku zote tunapokuwa tunampinga Roho Mtakatifu, maana yake tunazima moto wa maombi ndani yetu. Tunapokuwa tunampinga Roho Mtakatifu, maana yake tunaipinga sauti ya Mungu ndani yetu. Kwa maana wakati mwingine unashangaa mtu anakuambia, mtumishi, napokuwa kwenye maombi nasikia sauti huko ndani yangu inamtukana Mungu au inakufuru ndani yangu. Kwa nini? Kwa sababu kuna wakati fulani ambao sauti ya Mungu ilikuwa inasema ndani yako, na ulikuwa unaipinga, unaizima, na mwisho hiyo sauti ikanyamaza, na sauti ya adui ikainuka ndani yako. Ili tuweze kuzima kila sauti za kipepo ndani yetu, ili tuweze kuzima kila sauti za kipepo na sauti za hofu na kadhalika ndani yetu, lazima tujifunze kusimama na neno la Mungu. Lazima tujifunze kumtii Roho Mtakatifu ndani yetu. Lazima tujifunze kutokumpinga Roho Mtakatifu na kutokumtii adui, kutokumtii shetani. Bila hivyo utakuwa unasikia tu sauti ndani yako zinakwambia jiue. Utakuwa unasikia tu sauti ndani yako zinakwambia utakufa. Utakuwa unasikia tu ndani yako sauti zinakwambia una kansa.
utakuta unasikia ndani yako sauti zinakwambia una HIV na kadhalika. Ili tuweze kuzinyamazisha hizo sauti ndani yetu, lazima tujifunze kutii neno la Mungu. Ili sauti ziweze kunyamaza ndani yetu, lazima tujifunze kulitii neno la Mungu. Chochote ambacho neno la Mungu limetuambia, lazima tujifunze kulitii na kulishikilia. Ndio maana Biblia inasema shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitoa taji yako. Mshike sana huyo Roho Mtakatifu. Shika sana uwepo wa Mungu ndani yako. Tunza uwepo wa Mungu ndani yako, asije mtu yoyote akazima huo moto wa Mungu ndani yako. Kwa sababu huo moto wa Mungu unaweza kuzimwa ndani yako. Kwa sababu huo moto wa maombi unaweza kuzimwa ndani yako. Huo moto wa kujitoa kwenye kazi ya Mungu unaweza kuzimwa ndani yako. Na watu wengi hawapo makanisani leo. Kwa nini waliruhusu watu wazime moto wa Mungu ndani yao? Kuna watu hawapo kwenye ibada leo. Kwa nini waliruhusu watu wazime huo moto wa Mungu ndani yao? Wengine waliruhusu waume zao wazime moto wa Mungu ndani yao. Wengine waliruhusu wake zao wazime moto wa Mungu ndani yao. Wengine waliruhusu wazazi wao wazime moto wa Mungu ndani yao. Wengine waliruhusu watoto wao wazime moto wa Mungu ndani yao. Haijalishi mzazi wako atakwambiaje. Haijalishi watoto wako atakwambiaje. Haijalishi ndugu zako atakwambiaje. Haijalishi bosi wako atakwambiaje. Majirani zako atakwambiaje. Usikubali kuzima moto wa Mungu ndani yako. Haijalishi dunia itasemaje. Usikubali kumzimisha Roho Mtakatifu. Haijalishi dunia itasemaje na kusimama kinyume na wewe. Usikubali kumzimisha Roho Mtakatifu ndani yako. Usikubali. Nimeamua kumfuata Yesu. Nimeamua kumfuata Yesu. Nimeamua kumfuata Yesu. Sitarudi, 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 sitarudi. Kuna wakati hata miili yetu inagoma kuomba. Miili yetu inakuwa ni dhaifu, inashindwa kuomba. Sasa tuko naimba nyimbo hiyo, sitarudi nyuma tena. Sitaacha kuomba tena. Wakati mwingine hata mazingira yanakuzuia kuomba. Usikubali mazingira kuzuia kuomba. Sitarudi, 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 sitarudi. Tumeamua kumfuata Yesu. Tumeamua kumtafuta Bwana Yesu. Tutamtafuta Yesu kwa bidii pasipo kukata tamaa. Hata tusipoona matokeo leo, watoto wetu wataona matokeo. Hata watoto wetu wasipoona matokeo, wajukuu wetu wataona matokeo. Hata sisi tusipoona matokeo, nchi zetu zitaona matokeo. Hatutarudi nyuma. Tupate kile tulichoomba au tusipate tulichoomba, hatutarudi nyuma. Hatutarudi nyuma. Tupate kile tulichoomba au tusipate kile tulichoomba, haitatuzuia kuacha kuomba. Hatutaacha kuomba. Hatutaacha kuomba. Hata kama nimeomba muda gani, hata kama nimeomba miaka mingapi, hata kama nimeomba kwa muda mrefu kiasi gani juu ya hitaji hili, hata kama Mungu amechelewa kunijibu kwa wakati,
Sitaacha kuomba. Sitaacha kuomba. Kwa maana hata kama Mungu amechelewa kujibu, bado haibadilishi kwamba yeye ni Mungu ajibuye maombi. Yesu, hata kama hujajibu sawa sawa alivyokuomba, haibadilishi wewe ni Mungu jibuye maombi. Haitabadilisha kwamba wewe ni Mungu jibuye maombi. Wewe ni Mungu jibuye maombi. Hata kama hujanipa mke mwema, hujanipa mume mwema, Bwana Yesu, haibadilishi kwamba wewe ni Mungu unayejibu maombi. Utabaki vile vile, wewe ni Mungu unayejibu maombi. Hata kama hujaniponya, haibadilishi kwamba wewe sio Mungu unayejibu maombi. Hata kama Jehova hujaniponya, haibadilishi jina lako. Utabaki vile vile kwamba wewe ni Mungu uponyaye. Wewe ni Mungu uponyaye. Wewe ni Mungu uponyaye. Hata kama hujanibariki uzao wa tumbo Jehova, haibadilishi kwamba wewe ni Mungu ujibuye. Wewe ni Mungu ujibuye. Wewe ni Mungu ujibuye. Sitarudi. 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 Hata kama jibu lako likichelewa, hata kama jibu lako likichelewa, hata kama umeomba jambo fulani hitaji lako na hujapata hitaji lako, usiruhusu kutokujibiwa au kuchelewa kujibiwa ikazima moto wa maombi ndani yako. Usiruhusu. Narudia tena, hata kama Mungu amechelewa kukujibu kwa wakati, usiruhusu jambo hilo likazima moto wa maombi ndani yako. Kila siku unapokuwa kwenye maombi, mwambie Jehova, Bwana, hata kama umechelewa kunijibu, hata kama jibu lako Jehova halijawa halisi katika ulimwengu wa mwili Jehova, sitaacha kukutafuta wewe. Sitaacha kukutafuta wewe. Hata kama hilo jibu Jehova limechelewa kuwa halisi katika ulimwengu wa mwili, Bwana Yesu, wewe bado utakuwa Mungu wangu. Bwana Yesu, wewe bado utakuwa Mungu wangu. Bado wewe utabaki kuwa Mungu wangu. Wewe utabaki kuwa Mungu wangu. Sitarudi. 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 Hata kama majirani yako, jirani yako ni mume wako, mke wako, kila siku anakuona unafunga na kuomba na hajaona matokeo ya maombi yako, na amekuwa akikwambia maneno ya kukukebei, Mungu wako yuko wapi? Mungu wako yuko wapi? Mungu wako yuko wapi? Pamoja na maneno yake anayokuambia, usiruhusu maneno hayo yakazima moto wa Mungu ndani yako. Unanitazama nyumbani kwako au unanisikiza kwenye radio yako na hujampokea Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unasema, mtumishi, niko tayari kumpokea Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Weka mkono wako wa kulia, tuombe sala hii, tuombe pamoja na wewe. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nimekutenda dhambi wewe peke yako. Ninaomba unisamehe dhambi zangu. Unitakase na kuniosha kwa damu yako. Niwe safi kabisa. Bwana Yesu, unifanye upya. Nifanye upya Bwana Yesu. Karibu ndani ya moyo wangu. Ukatawale maisha yangu. Ukatawale kila eneo la maisha yangu. Yesu, ninaomba neema na nguvu ya kuishinda dhambi, na dhambi isinishinde tena. Bwana Yesu, unishike na kwa mkono wako, nisirudi nyuma tena. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Uliyempokea Bwana Yesu, utatuandika kwenye namba ambayo inapita kwenye screen yako au namba ambayo nakutangazia hapo redioni. Tuandikie, mtumishi, nimempokea Bwana Yesu leo. Na sisi tutakutumia mwongozo kadhaa wa kadhaa ambao utakusaidia katika safari yako ya kwenda mbinguni. Mungu wa mbinguni akubariki. Tutaendelea sasa na sehemu ya pili ya somo letu. Leo tulikuwa kwenye introduction, utangulizi wa somo letu. Na katika sehemu ya pili ya somo letu sasa tutaendelea sasa tulipoishia
siku ya leo. Na katika sehemu ya pili tutapata muda mzuri zaidi wa kwenda ndani zaidi. Tutamalizia hizi sehemu, ziko 7 vitu ambavyo vinaweza kuzima moto wa Mungu ndani yako, alafu tutaenda kwenye vitu ambavyo vinaweza kuchochea moto wa maombi ndani yako. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni akubariki sana. Mungu wa mbinguni akubariki. Usikose kipindi chetu kijacho sasa. Ubarikiwe sana. Amina.